Kutokana na kusainiwa mkataba kati ya Rwanda na DRC uliosimamiwa na Marekani, wengi walitarajia inaweza kuwa suluhu ya mapigano ambayo yamekuwa yakiendelea huko mashariki mwa DRC, lakini kinyume chake hali imezidi kuwa mbaya. Ndo kwanza mapigano yamepamba moto mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ikiwa ni siku moja tu baada ya kusainiwa mkataba huo. Hii inashangaza, na hii ni TriGen Media. Mkataba huu chini ya Rais Donald Trump ambao pia uliwakutanisha pamoja viongozi wa DRC na Rwanda mjini Washington na kisha kutia saini mikataba mipya yenye malengo yake kumaliza mzozo wa miaka mingi katika eneo lenye utajiri mkubwa wa madini, lakini bado hali imeonekana kuwa mbaya na inazua maswali juu ya nini hasa kinachotafutwa ili kuleta amani ya huko mashariki mwa Kongo. Jambo la kushangaza na kujiuliza ni kwa nini mapigano yanaendelea ni kwamba Rais wa Kongo Felix Tshisekedi na Paul Kagame wa Rwanda siku ya Alhamis walithibitisha ahadi zao kwa makubaliano yaliyofikiwa mwezi Juni ili kuleta utulivu katika nchi hiyo na kuahidi kusitisha mapigano na kufungua njia ya uwekezaji zaidi wa madini wa mataifa ya Magharibi. Lakini kuendelea kwa vita kuna maana gani? Ama tuseme ipo sababu nyingine? Tunasuluhisha vita ambavyo vimekuwa vikiendelea kwa miongo kadhaa, alisema Rais Trump ambaye utawala wake umeingilia kati msururu wa vita duniani kote. Hata hivyo, mapigano makali yaliendelea huku pande zinazopigana zikilaumiana. Kwa upande mwingine, kundi la waasi la AFC na M23 linalodaiwa kuungwa mkono na Rwanda liliteka miji miwili mikubwa huko mashariki mwa DRC mapema mwaka huu, na pia msimamo wake ni kwamba hawaungi mkono makubaliano ya Washington kwa madai ya kuwa vikosi vilivyotia saini mkataba huo vimekuwa vikiendesha mashambulizi mengi na vinaungwa mkono na serikali ya DRC. Aidha, baadhi ya wachambuzi wa masuala ya kisiasa wameiambia TriGen Media kwamba jitihada za Rais Trump si za upendo kiasi kile, bali zinalenga maslahi ya Marekani na kutaka kunufaika zaidi na utajiri wa madini wa taifa hilo. Ndio maana wakati huo huo imekuwa ikinyoshea kidole mataifa ambayo kwa namna moja ama nyingine yamekwisha nufaika na madini ya Kongo, ikiwemo Urusi. Mzozo huu umekuwa mfupa mgumu kutatuliwa kikanda, japo kwa mkataba huo uliosainiwa Marekani, huenda pia hali ikawa mbaya zaidi iwapo Trump atabaini kuwa makubaliano yake hayo yamepuuzwa. Trump ambaye anajipambanua kwa utatuzi wa migogoro, baadhi ya wachambuzi wanamuona kama mtu anayetaka kunufaika kupitia kile anachokiita utatuzi wa migogoro, ambapo hivi karibuni tena ametia mguu huko Nigeria, anaendelea kubisha hodi katika mataifa ya bara la Afrika. Baadhi ya wachambuzi wengine wanaona kuwa jumuiya za kikanda ndani ya Afrika zinapaswa kujitathmini hasa katika utatuzi wa migogoro ya ndani ya maeneo yao, kwani kuna madhara ya ziada mizozo hii inapotatuliwa nje ya Afrika, kama ilivyotokea kwa DRC, mzozo wake kutatuliwa huko nchini Marekani. Hii ni TriGen Media.